الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama bado, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii, msiache kulike, comment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Ama bado, basi leo tutazungumzia juu ya clip aliyotoa Sheikh Mwaipopo. Sheikh Mwaipopo ametoa klipu majuzi hapa. Hii klipu ni ya mawaidha. Klipu naita ya mawaidha. Tena mawaidha yenyewe ni mawaidha mazuri, kwa sababu yamelenga mawaidha haya yani katika kutafuta amani ndani ya nchi yetu, Yeye alivyozungumza kazungumza kwa mintarafu ya nchi yetu iwemo ndani ya amani. Na kuna mambo yanaweza yakafanywa watu wengine wakaona ni kawaida tu, lakini baadaye yanaweza kuja yakatokezea yakawa ni mambo ya hatari sana. Kwa hivyo yeye Sheikh Mwaipopo ametoa indhari. Unajua tabia ya kanuni hizi zikuwa mambo zinakwenda mwisho huwa kama sharia. Ndani ya nchi yetu tangu umeingia uchaguzi, tangu Mwalimu amekuwa rais katika kipindi chake chote, imeshazoeleka kwamba ikifika wakati wa uchaguzi basi watu wote na shughuli zote takriban zinasimama. Watu siku ile ya uchaguzi wanashughulikia shughuli za uchaguzi tu. Katika miaka yote aliyokaa Mwalimu Nyerere, basi hali ilikuwa ni hiyo. Siku ya uchaguzi watu hawashughuliki na mambo mengine, wanashughulika na jambo moja tu. Hauwezi kusikia kwamba labda kuna Yanga na Simba watachezwa siku ya uchaguzi, wala hauwezi kusikia kuna jambo kubwa linataka kufanywa ndani ya nchi lakini likafanywa siku ile ya uchaguzi. Siku ya uchaguzi tumeshazoea, na ndio sharia iliyopo kwamba ikifika wakati wa uchaguzi basi watu, hata biashara wanaambiwa watu wafanye kwa mtazamo mzuri tu, lakini uchaguzi unapewa kipaumbele. Lakini kwa bahati mbaya sasa, na hiyo tunasema wakati wa Nyerere ilikuwa hivyo, wakati wa Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ilikuwa hivyo, na wakati waliopita wote ilikuwa hivyo. Siku ya uchaguzi ni kwamba watu wanashughulikia mambo ya kiuchaguzi tu. Lakini sasa hii leo tumeona kanisa Katoliki, ndio maana tukasema Sheikh Mwaipopo ametoa mawaidha, na mawaidha haya ameyatoa kama mtu ambaye anataka kabisa anajitahidi kwa nguvu zake zote nchi hii isikaingia ndani ya tatizo. Lakini leo yametokea ajabu sana. Kwa muda zaidi ya miaka 50 uchaguzi, siku ya uchaguzi watu wanashughulikia uchaguzi tu. Lakini leo tumeshaona pamoja na kwamba pana siku nyingi hapa zinapita, lakini kanisa Katoliki wao wanasema kwamba siku ile ya uchaguzi, ile siku ya uchaguzi ndio wao wataitumia kuiombea nchi. Siku ile ya uchaguzi, wakati ilivyo kuna tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 20, tarehe 25, tarehe 26, hizi zote hizi ziko huru tu, wala hakatazwi mtu na watu wanaendelea kuiombea nchi, wala si jambo baya. Litakuwa baya litakapokuwa ndani yake limefichikana na kitu kingine. Sasa leo kanisa Katoliki wao wanasema siku ile ya uchaguzi ndio siku watashughulika, yani watu sasa, maana yake sasa ile siku ya uchaguzi watu badala ya kwenda kwenye uchaguzi, yani washughulike sasa na kuiombea dua nchi. Kuiombea dua nchi kana kwamba vile hakuna siku nyingine, na hii ndio iliyomfanya Sheikh Mwaipopo aone kwamba hili jambo linaweza likaingizwa na jambo la hatari, ama wanaweza wakaingiza wao wenyewe hawa waliopanga, au wanaweza wakaichukua hatua hii watu wengine ambao sio katika wao, wakaleta vurugu vile. Kwa hivyo itakuwa hakuna ule utulivu wa watu kujipanga kushughulikia ile uchaguzi. Kwa hivyo hili linaleta mfaragano, linaleta tatizo. Kwa hivyo tunaomba, na hilo ndio alilozungumza Sheikh Mwaipopo kwamba lazima siku ile ishughulikiwe mambo ya uchaguzi tu. Ndani ya miaka 40 au zaidi ya 40 iliyopita hatuna ustaarabu huo wa kusema siku ile ya uchaguzi kwamba sasa wananchi badala ya kwenda kwenye uchaguzi tena ndani ya saa za uchaguzi, siku ya uchaguzi ndani ya saa za uchaguzi
watu sasa wasende kwenye uchaguzi washughulikie habari ya kuomba dua. Haikatazi kuomba dua, wala si jambo baya, lakini sio mahali pake. Kwa maana wale waliofanya hivyo wanaweza kuitumia siku hiyo kwa vibaya, ikaleta matatizo ndani ya nchi, au watawapa fursa watu wengine ambao wao wataona kwamba sasa hapa sisi tufanye hivi, na likatokea tatizo. Kwa hivyo tunasema ndugu zangu, na hatusemi kwa furaha. Hatusemi kwa furaha, na wala hatuna nia yani kuwasubu wenzetu wa Katoliki. Lakini tukitizama historia, na historia ni kitu cha muhimu. Historia ni kitu cha muhimu. Leo tukitizama Burundi wameingia ndani ya matatizo. Na sababu kubwa kuingia ndani ya matatizo, walioshiriki vikali sana katika matatizo hayo ni kanisa Katoliki. Wameuawa Warundi bila ya kujali kwamba wao ni Waafrika, bila ya kujali kwamba wao ni taifa moja. Waligawika, wakagawika kidini, wakagawika kikabila, na waliosimamia mfumo huu, kwa bahati mbaya tunasema, wala hatufurahi kwa sababu sio sifa nzuri. Waliosimamia mfano ni kanisa Katoliki. Walisababisha madhara makubwa. Na vile vile hata Kenya, haya yalitokea yote waliokuwa wakiyapigia debe ni kanisa Katoliki. Kwa hivyo tunawaomba ndugu zetu, kwa sababu hawa ni Waafrika wenzetu, ni ndugu zetu. Tukitaka ni ndugu sisi, tusipotaka pia ni ndugu sisi. Kwa hivyo tunawaomba kwa hili watumie siku zote kama nia ni nzuri, kwa sababu ndio ustaarabu wetu. Zaidi ya miaka 40, karibuni miaka 50 na kitu tangu yameanza mambo haya ya kiuchaguzi, haijawahi kutokea wala hatukutarajia kwamba ile siku ya uchaguzi ndio watu badala ya kupewa uhuru kwenda kuchagua, sasa watengenezewe mengine washughulike nayo. Hii haijawahi kutokea. Na wenzetu hata Kenya ilivyotokea, watu wameumia wengi. Kama Burundi wameuana watu wengi, lakini matokeo yake hapakupatikana mabadiliko yale waliyotaka. Na Kenya hali kadhalika, kanisa Katoliki limeshiriki sana, na walikuwa watu wakisema, lakini haikukubalika. Ilikwenda mpaka mwisho. Wakenya wengi wamepoteza watoto wao, Wakenya wengi wamepoteza jamaa zao, na matokeo ya mwisho yakawa ni yale. Hakuna mabadiliko yaliyopatikana. Kwa hivyo sasa hivi hii inaonesha kwamba kama na hapa wanahodisha, lakini tena kwa nia njema tu. Wao wanasema wanataka kuigombea nchi, lakini tukiwauliza kama mnataka kuiombea nchi, sasa hakuna siku nyingine hapa mpaka hii siku ya uchaguzi. Tena saa za watu ambao wanaotakiwa wende wakachague viongozi wao, nyinyi tunasema ndio mtaanza. Je, yakitokea matatizo? Na alafu tutizame haya mambo yamepangwa yaanzie wapi? Yaanzie Tabata. Kanisa la Katoliki Tabata ndio limeandaa haya mambo. Na ukitizama Tabata, ukitoka Tabata unaingia Karakata, ukitoka Karakata unaingia Majumba 6, ukitoka Majumba 6 unaingia Ukonga, minazi mirefu. Na eneo hili lote hapa, munisikilize vizuri, ukianza kuhesabu hii Tabata, nyuma ya Tabata kuna Buguruni, kuna Karakata, kuna Majumba 6, kuna Ukonga, kuna minazi mirefu. Eneo hili lote, wanaoishi katika eneo hili wanaishi watu wa hali ya kawaida na watu wa chini. Eneo hili lote tunaweza kuita kwa lugha nyingine Uswahilini. Sasa ikiwa yatatokea matatizo, basi upande wa Uswahilini ndio uliopangwa, yani kwa njia nyingine. Kama hawa Katoliki watafanya wao, au wao watakuwa wasafi, lakini hao watakaotokea wakasema tuitumie fursa hii, basi sehemu itakaoathirika na vurugu ni sehemu ya Uswahilini. Sasa hawa wamepanga, hawakupanga Oysterbay, hawakupanga sehemu zao zile, hawakupanga Msasani, hawakupanga Oysterbay, hawakupanga Masaki. Manake huku Masaki, Oysterbay, Msasani, huku ziko vile ni majimbo hayo, nao ni majimbo makubwa vile, na ya Katoliki vile. Lakini upande wa Msasani hawakufanya huko, hawakukubali. Oysterbay hakupeleka huko, na Msasani hakupeleka, Oysterbay hakupeleka.
na sehemu nyingine hizo ambazo huko wanaishi watu wabigi, watu wakubwa wakubwa wenye maisha, ndio wanaishi upande huo wa Kikatoliki, Protestanti na waliokuwa wa Kiislamu. Sehemu hizo wanaishi, kwa kuwa wanajua jambo hili linaweza likaleta mashaka na matatizo, basi wamelipeleka kule upande ya Uswahilini. Yaani wale Waswahili kule yakitokea matatizo basi yatokee huko. Na ninasema 100% jambo hili kama ungesema lifanywe Oysterbay, mabigi walio wastaafu wanaoishi wasengelikubali, wangelizuia kwa simu. Hakuna, usituletee mambo haya, maana haya mambo yanaweza kuleta hatari bwana. Kama mnataka fanyeni, lakini sio huku. Kwa hivyo limeandaliwa hili jambo lipelekwe Uswahilini kwa lugha nyingine, lipelekwe Uswahilini, na watakaopata tabu ikitokea maafa. Manake unajua wabaya wanatafuta fursa. Inawezekana kabisa pengine wao hawana nia mbaya, wao Katoliki hawana nia mbaya, lakini washatoa fursa. Kwa hivyo yanaweza yakatokea madhara makubwa na yakaunganisha katika kanda hii ya Waswahili. Matokeo yake ije iwe na Waswahili sasa waichukie serikali, waanze nao vurugu, wasahau ile dhamana ya upole, wasahau dhamana ya amani. Sasa tunasema hili jambo limepangwa kwamba waathirike wale watu ambao walioko Uswahilini. Huku wanaokaa mabigi, wanajeshi wastaafu, usalama taifa wastaafu, mawaziri wastaafu, Oysterbay huko, Msasani huko hawapeleki, kwa sababu kuna watu hawawezi kukubali ujinga huu kwamba eti siku ile ya uchaguzi ndio nyie muombe dua. Hizi siku zote Yesu kawakataza. Yesu kakataza siku nyingine zote. Mmepata ufunuo kwamba siku ile ndio ya lazima? Haingii akilini. Kwa hivyo tunamshukuru na tunamwombea heri. Tunamwombea heri sana Bwana Wepopo, amezindua na hii Bilal Online TV, na sisi tunazindua tena vile vile. Tunashika mshiko alioshika mwenzetu wa kutanahabaisha kwamba lazim tutahadhari. Na hili jambo limepelekwa kwa hali ambapo wanakoishi wanyonge, kwamba hata likitokea watakaoathirika ni wanyonge. Kwa hivyo tunawaambia watu wa Buguruni, tunawaambia watu wa nini wanaita Tabata, tunawaambia watu wa Tabata, kwanza watahadhari na wageni katika majumba yao, watahadhari na wageni. Wasije wakaweka watu mchana au usiku, mchana watu wale wakaingia katika kuwaumiza. Na hiyo inaweza kutokezea. Kwa hivyo tunasema kwa ndugu zetu, tena tunasema kwa heshima kubwa kwamba imefika wakati kanisa Katoliki, hawa wa Afrika wenzetu, hatusemi wazungu, maana kila dini ina wazungu, ina Magoa, ina Waafrika, ina Waswahili, kila dini ziko hivyo. Lakini hawa wa Afrika wenzetu tunawaomba wahurumie na sasa wajitakase. Kanisa Katoliki inafaa sasa wajitakase vipi? Yale ambayo wao yaliwashika Burundi mpaka wakawa yanawashika katika walaumike, yale yaliyotokea kwa Kenya mpaka yakawafanya walaumike kwa hapa Tanzania, yangebidi wayanusuru yasitokezee. Na hii kwa yoyote vile kwa hali ya nchi yetu ilivyo, ukisema kwamba mimi sitaki kuiombea nchi hii, lazima niombee siku ya uchaguzi, huu ni ukorofi kabisa. Ukisema kwa hivyo ni ukorofi, na itakuwa kanisa bado halijaingia katika kujitakasa. Kwa hivyo tunaomba kanisa Katoliki huu msingi waliouzungumza, ambao tunauona moja kwa moja kwamba ni msingi utaleta matatizo kwa wao, wana dhamiri mbaya, kwa sababu hili jambo haliingia akilini, halina mantiki kwamba kwa siku zote lazima siku ile uchaguzi, watu wanataka siku ile wapewe uhuru wa kwenda kwenye uchaguzi. Mpaka kazi watu wameruhusiwa, kazi hakuna. Serikali inawalipa lakini kazi hakuna. Sasa nyie mkisema, kitokea mtu akasema kwamba sisi siku hii ndio tunaipanga, tena ndani ya muda ule ambao watu wanatakiwa, sasa hii haina mantiki. Na kama tukiitia kwenye mantiki, maana yake ni vurugu. Sasa vurugu, inawezekana nyie hamkusudia vurugu, lakini hii wanaweza wakaitumia watu wengine.
wakaitumia watu wengine, ikaleta maafa katika nchi yetu. Kwa hivyo tunawaomba viongozi wa kanisa Katoliki huu mpango wabadilishe au wauache, watatizama wao wenyewe. Lakini tunaona kwamba kama alivyoona ndugu yetu bwana Mwaipopo, Sheikh Mwaipopo alivyoona na akaitolea maelekezo mazuri tu yanaoingia akilini, basi Bilal Online TV imeona imuunge mkono. Haina mantiki kabisa ya kusema tena, ukasema kiongozi ukawaeleza watu ndani ya nchi kwamba sisi tumeipanga siku ya dua iwe siku ile ya uchaguzi. Yani sasa watu wasiende kwenye uchaguzi. Hii moja inaleta mantiki hiyo kwamba wewe unapanga ili watu sasa kuwakataza, badala ya kuambia msende kwenye uchaguzi, unaweka kipingamizi waone kwamba basi na kipingamizi cha dini unaweka kwa dini unaweka kipingamizi cha dini kwamba sasa kama wale waumini wako unawaambia sasa watachagua ama waende kwenye uchaguzi, waache hii dini au wafuate hii dini kwenye uchaguzi wa Senate. Ndio mantiki yake ambayo si nzuri. Kwa hivyo tunamalizia kusema kwamba kanisa Katoliki, viongozi tunawanasihi wabadilishe hii fikra, kwa sababu ndani yake ina shubha, inaweza kuonesha ubaya kwa wao au ikatoa fursa kwa maadui katika kuharibu amani ya nchi yetu. Kwa hivyo tunawaomba, tuko chini ya miguu yao, hili jambo walifikirie tena upya, kwa sababu halitokuwa na kheri. Je, ikiwa itafanywa na halafu ikaja ikaleta madhara makubwa ndani ya nchi yetu, nani atalaumika? Kwa hivyo tunaomba hata kama itatokea, lakini isitokee kwa sababu hii ya kwao walioipanga wao. Wala wasifanye hivi ikawa wamewapa fursa maadui ya mahali kwamba kwa mlango huu penyeni, halafu fanyeni mnalolitaka. Kwa hivyo sisi tunazungumza kwamba tunawaomba ndugu zetu viongozi wa kanisa Katoliki hili jambo walifikirie tena upya, na tunadhani kwa sababu hatusemi haya kwa furaha, wala hatusemi haya kwamba tunachukia kitu fulani. Tunasema haya katika misingi ya uzalendo. Ndani ya nchi yetu tunataka salama, tunataka amani, na tukiliona lolote mtu akiliona lolote ambao akajua hili linaweza kutoa cheche ya uvunjaji wa amani ndani ya nchi yetu, basi ni vizuri kusema, na hatutaogopa kwa sababu tunawaambia ndugu zetu wa Katoliki, na tuna vile ni wanadini wenzetu, na sisi siku zote ndani ya mambo yetu Waislamu na Wakristo tuna tabia ya kuambizana, hatuna tabia ya kuparurana. Kwa hivyo inshallah misingi yote inaonekana kwamba tunaweza ikatokea maadui wakaitumia hiyo fursa katika kuharibu amani ya nchi. Tunaomba viongozi wenzetu waifikirie tena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.